Kwa upande wa Simba ni faida nyingine kwamba kutokuwa na wachezaji wengi ambao wamecheza kwenye hii hatua na kuwahisha pale, maana yake inawasaidia wachezaji kuanza kuzoea mazingira ya kule, lakini pia kuwasaidia zaidi kuconcentrate na mchezo siku ya tukio, kwa sababu wana muda mrefu wa kukaa pale, na kama kuna ile kuangaza macho atakuwa ameshaangaza macho vya kutosha. Ina maana kilichobakia ni wao kwenda kwenye mchezo husika. Lakini pia kingine ni target ya Simba kwenye haya mashindano. Simba wametarget kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano msimu huu, ikiwemo kufuzu kwenda hatua ya robo, kwenda hatua ya nusu finali. Manake target yao kuna stage za kumiti hiyo target, lazima uzikamilishe. Ambao stage ya kwanza ni kuwahi kwenye kituo, tayari wamewahi. Stage ya pili ni kupata maandalizi mazuri kwenye eneo husika, ambao tayari wao wamewahi kwa ajili ya kwenda kufanya maandalizi mazuri. Ina maana wanapata muda wa kutrain kwenye kiwanja fulani, kwenye kiwanja kingine ambacho wanaamini kwamba gharama ni za kwao. Alafu siku ya pili inafuata kwenye kiwanja sasa ambacho siku ya tatu ni kiwanja ambacho kwenda kuchezea mechi. Manake tayari wametrain kwenye ground mbili tofauti ambazo ziko kwenye eneo husika. Ina maana hiyo inawafanya sasa, inaifanya timu na kuwa na maandalizi mazuri zaidi kimbinu na kiufundi. Ina maana kama ni mwalimu kwa anataka kufanya assessment ya mifumo yake ya mwisho kwa maana kwa mara ya mwisho kabla ya mchezo, anapata nafasi kwa uwanda mkubwa zaidi, kwa sababu anatrain kwenye kiwanja kizuri. Maana yake anaanza kutrain asubuhi na jioni, alafu akasubiri ile siku ya mchezo, akaenda muda ambao ni mchezo usiku, ile siku ya mwisho akatrain kwenye kiwanja ambacho anaenda kufanyia mazoezi, anaenda kuchezea, ambacho hiyo siku sasa pale haendi tena kujaribu mifumo. Pale anaenda watu kwa ajili ya wachezaji kufeel pitch, kupiga danza hapa na pale, kufanya mazungumzo ya mwisho, kuandaa zaidi wachezaji kisaikolojia. Lakini tayari kwenye uwanja ambao yupo sasa hivi ni sehemu ambao sasa kama ni ile mifumo yake anaenda kutrain kwa mwisho, kwa mara za mwisho. Kwa hiyo inasaidia pia kufanya maandalizi mazuri ya mwisho ambayo yanaweza kwenda kuwasaidia sasa kumit ile target ambayo wamewekea ya kupata matokeo ambayo watapeleka hatua ya nusu finali. Lakini pia nyingine ambayo sio ya muhimu sana ni ubora wa wapinzani ambao kucheza nao. Unajua nimesema sio ya muhimu sana kwa sababu timu yote ni bora, ila ule ubora una madaraja, yani kwamba nyie ubora wenu ni wa level gani. Hii ni timu ambayo inashika nafasi ya 4 kwenye ligi ya Misri pale, ikiwa na alama 31. Ni nafasi ambayo ukishika kwenye ligi kama ya Misri, automatically kuna level fulani ya ushindani ambayo una uwezo kuitoa kwenye ligi, kwa sababu ukiangalia timu zote pale juu, Pyramids anaongoza, anakuja Al Ahly, anakuja Zamalek, anafuata yeye. Hizi timu zote ndizo ambazo pia msimu uliopita zilifanya vizuri. Na zote ziko kwenye mashindano ya kimataifa mpaka leo. Mpaka sasa zote 4 zilivyo pale juu, zote ziko kwenye mashindano ya kimataifa na wote kwenye hatua ya robo finali. Pyramids, Al Ahly kwenye klabu bingwa, Zamalek, Al Masry kwenye kombe la shirikisho.